Halo? Umeweza mama Wema, umeweza. Mjukuu naye Nashukuru. Unatamba naye Nashukuru dua zenu. Kina hali yake Wema. Hakuna mtu mkubwa hapa duniani zaidi ya Mwenyezi Mungu pekee yake. Ndio. Mungu akiamua anatenda. Ndio. Umenielewa? Na Mungu katenda, sio binadamu. Binadamu si lolote kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Umenipata? Nimekupata mama yetu. La msingi tu ni kwamba mimi really namshukuru Mungu. Mtoto wangu angalau amekuwa mama. Wow. Matusi yote yaliyotokana, huwezi kumtukana mtoto wa mwenzio kama vile wewe ndio umemleta duniani. Hapana. Hapana, kwa kweli. Vitu vingine lazima twende katika tumrudie Mungu. Ndio. Huwezi kusema mtoto wa mwenzio ni mgumba. Wewe hujamuumba. Muumba ni mmoja tu peke yake, Allah peke yake ambaye hashindwi. Hali halali. Ndio tunaomtegemea na ndio tunaomwabudu. Ndio. Matusi hayo Mwenyezi Mungu angekuwa anatutukana wote na kitu tusingekuepo hapa. Hamwezi binadamu ukamtukana mtoto wa mwenzio kama vile unajifanya wewe uko juu ya Mwenyezi Mungu. Haipendezi. Haipendezi. Na wewe na ufukunyuku wako umenitafuta mno. Unataka nikuambieni. Sasa mama nitafanyaje? Si watu wapate habari. Ndio. Nataka kuongea sasa baada ya kuanza kupiga vigelegele nitakujua ndo mbea wangu. Alili. Naongea yamekuwa. Amina. Vile visokorokwinyo vilivyokuwa vinasema hazai iko wapi? Hawako juu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yuko juu ya kila kiumbe. Na siku zote lazima tumuombe Allah. Lazima tumuombe kwa sababu anaweza kukupindulia yale ambayo ulikuwa unataka yawe na kumtukana mtoto wa mwenzio yakawa sio. Lakini Allah kawajibu, yeye ndiyo anaweza. Mama, umemsikia yule dada wa Ulaya? Anasema eti Wema amefanya IVF na Ozu ndio mtoto akapatikana. Eti kweli? Yale yule angalie yake asiangalie watoto wenzie. Ukimnyoshia mwenzio kidole na Mwenyezi Mungu anakuyo vile vinne vinamwelekea nani? Vingine vinakuelekea wewe. Sasa yule unajua kuna vitu vingine ambavyo vimeshindikana. Ndio. Sasa mtu akiamua kusema laki nasema. Ndio. Sasa watu kama wale mimi kwa kweli nawapenda. Huwezi kumchukia mtoto wa mwenzio. Mimi nawapenda, waendelee tu. Lakini siku zote Allah atawajibu. Ngoja kwanza nimtafute Ozu. Baba nani huyo? Kumekucha. Hello? Baba umeweza baba. Baba umetisha baba. Kijana shujaa wa kwanza wa Kichaga. Sasa Ozu unakata simu ya nini? Wakati ndio kwanza. Mtoto wetu ananyonyeshwa huko hospitali. Jamani, ghorofa ya 8. Mambo ni lele. Yaani asiyetaka, jamani tumpeni pole tu. Unaambiwa mtoto anabebwa na mama yake, mtoto anabebwa na baba yake, mtoto anabebwa na bibi yake. Baba Oli. Umeweza baba Oli. Marahaba mdogo wangu. Baba umeweza baba. Ozu mambo yako makubwa mdogo wangu. Sawa nakusikiliza. Umetoka kulea mtoto. Usiache kumwomba Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema. Vitu vingine maneno tu ya kawaida kila siku. Sawa. Mwenyezi Mungu ni mkuu. Na kwa sometimes sisi wengine tunatumia kama mfano kuonyesha ukuu wake. Amina. Understand? Kwa hiyo tuachane na maneno ya kujazana, tuachane na maneno. Saidi chochote kikubwa tu wenye imani na Mwenyezi Mungu tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu. Mungu wa kwangu ndo Mungu wa kila mtu.
Mungu wako ndo Mungu wangu, Mungu wangu ndo Mungu wako. Leo Ndio. Kupa leo atakupa kesho. Leo hii kanibariki mimi, kesho atakubariki wewe, kesho kutwa atakubariki mwingine. Kwa hiyo usikate tamaa katika swala la kuomba, usikate tamaa katika swala la kuamini. Hilo tu. Mimi naomba watu waendelee kumfollow akaunti mpya ya mtoto wangu anaitwa Baby Oli Oscar. Haya mengine tusiongee vitu vingi sana.